Mahusiano ya kweli yanahitaji uvumilivu, kuvumiliana, kupendana, kusameheana, lakini pia kujaliana. Kila mmoja amjali mwenzake, kila mmoja achukue jukumu la kumpenda mwenzake. Ikitokea umempenda mtu lakini yeye akawa na mambo yake mengine, basi hapo wewe umejipenda mwenyewe, au umeingilia mahusiano ya watu wengine, kwa sababu hamna upendo ambao uko hivyo. Ukiona una mahusiano na mtu lakini wewe ndiye ambaye unahangakia hao mahusiano sana, mara ukosewe wewe lakini wewe ndiye ambaye unaomba msamaha, basi ujue umeingilia mahusiano ya watu, haupo kwenye mahusiano na huyo mtu. Sasa kumekuwa na sintofahamu kwenye mitandao ya kijamii baada ya video ya Melody pamoja na Ngosha kuenea kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha wakipigana mbele ya watu hadharani kabisa, kitu ambacho kimezua sintofahamu kwenye mitandao ya kijamii. Lakini inasemekana mmoja kati yao alitoa namba kwa mtu na mwenzake akiwa anashuhudia, kitu ambacho mmoja kati yao aliweza kuchukua maamuzi ya kuona kwamba mbona unafanya hivi mbele yangu, ina maana huniheshimu mpaka unafanya hivyo, na ni vitu kama hivyo. Hiyo imetokea baada ya watu kuona tukio hilo live, na wengine pia waliweza kuchukua kama video na kuposti kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha Ngosha pamoja na mpenzi wake wakipigana. Hiyo ni baada ya kuonekana kwamba mmoja kati yao ametoa namba kwa mtu mwingine mbele ya mwenzake. Hiki ni kitu ambacho sio kizuri, japokuwa watu wengi wamekuwa kichukulia kawaida. Unapokuwa kwenye mahusiano na mwenzako, mmetoka kama kapo, alafu mkafika sehemu kuna watu wengi, hata kama unasalimiwa sana, wanahitaji kutongoza sana, lakini ukifikia hatua ya kutoa namba mbele ya mtu wako, ina maana humheshimu huyo mtu wako. Na wengine pia wanadiriki kutoa namba wakiangalia kwamba wewe ambaye uko pembeni utachukuliaje. Na ni kitu ambacho wanaume wengi wanashindwa kuchukua maamuzi, wakiona kwamba kama mpenzi wangu mwenyewe ameshindwa kukaza, ameshindwa kuona kwamba niko na mtu wangu, siwezi kufanya hiki kitu, na akafanya. Wengi wanaamini kabisa kwamba mtu huyu hana mapenzi na yeye na vitu kama hizo. Ndio kitu ambacho kimetokea, lazima mtu afikirie hivyo. Lakini Melody aliandika ujumbe wake ambao ameposti picha fulani akiwa amekaa ametulia, lakini akaposti na ujumbe ambao unaandika hivi. Ameandika ujumbe ambao amejaribu kuelezea kile ambacho kimetokea na kile ambacho kimeendelea. Anasema kuna wakati nyumba inaweza kuunguzwa na maji ya moto. Mwanamke akijitetea huonekana na makosa, sina haki ya kuweka mipaka. Akaweka alama ya kuuliza. Akasema mwanaume anaenda kushuti tamthilia, ndani ya tamthilia anaweka mazoea na wanawake, tena sio ya kazi, ya kupigana simu usiku wa manane, tena video call na message zenye maneno ya mapenzi. Je, wewe ungeweza? Akaweka alama tena ya kuuliza. Akasema siingilii kazi, lakini kazi isiwe sehemu ya kujeruhi moyo wangu, hivyo nimenyoosha mikono juu. Akaweka kweli mikono juu. Akasema tangu uanze kushuti hiyo tamthilia, sababu zimekuwa nyingi, kumbe una mambo yako. Msinifate na kumind bila kujua, mnatetea vitu msivyovijua. Wewe ungeweza kuvumilia? Akaweka tena alama fulani ya kuuliza. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimetokea kikionyesha kabisa kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea kati ya Ngosha pamoja na mpenzi wake, huku kila mmoja akitamani kufahamu kwamba kwa nini wasingeweza kuyamaliza. Angesubiri pale kama amegawa namba wakaondoka wakamaliza huko, kuliko kufanya vile mbele ya public na kila mmoja kuweza kushuhudia kile ambacho kilitokea. Kwa hivyo ni mambo ambayo yamezungumziwa sana katika mitandao ya kijamii na kila mmoja amekuwa akizungumza la kwake. Na pia kwa upande wa Ngosha bwana, naye aliandika ujumbe wake akizungumza kwake kuhusiana na hili ambalo limeweza kutokea. Sasa nitakusomea pia kile ambacho Ngosha amekiandika, na ni utoa maoni yako pia hapo chini kwenye uwanja wa comment section. Ngosha anasema acha nisukume kete katika mchezo wa drafti. Kete ikiingia king bado inaweza iliwe na kete ambayo sio king. Mwenye kubakisha kete kwenye drafti ndio mshindi. Acha tusukume kete, mwisho ukweli wa mchezo anajua drafti. Au nisome tena kwa mara nyingine ili uweze kuielewa kwa umakini. Anasema acha nisukume kete katika mchezo wa drafti. Kete ikiingia king bado inaweza liwa na kete ambayo sio king. Mwenye kubakisha kete kwenye drafti ndio mshindi. Acha tusukume kete,
mwisho ukweli wa mchezo anajua drafti. Kwa ndo ujumbe wa Ngosha, amezungumza ya kwake, lakini pia mpenzi wake naye amezungumza ya kwake. Bila shaka hapo, mpenzi mtazamaji, utakuwa na maoni yako kwa hiki ambacho kinaendelea. Bado tunazidi kufuatilia kuona kwamba ni kitu gani ambacho kimeendelea nyuma ya hapa. Wameachana kweli au ni ugomvi tu hapa na pale, kwa sababu kugombana sio kuachana. Dondosha maoni yako, like na share kwa wengine, utakometisha ile kinoma noma.